Naam, waligani mpendwa mtazamaji wa Even TV mahali popote pale ulipo. Karibu katika mwendelezo wa simulizi yetu Mapenzi Kati ya Mbingu na Dunia, ambapo sehemu ya mwisho tulioishia ni sehemu ya 8, baada ya kuishia kwamba mkurugenzi mkuu wa kampuni, baada ya kukagua na kujua ni kuwa meneja Gervas ndiye aliweza kufanya yote hayo, na hata akamsingizia Brian ndiye ambaye ameiba fedha. Baada ya kuweza kufahamu ukweli huo kuonekana, heshima ya Brian ilirejea na kurejeshwa kazini, na wazazi wa Faith wakaanza kuona tofauti. Upendo uliokuwa ukipimwa kwa majaribu sasa uliimarika kwa nguvu ya uaminifu. Nayekuletea simulizi hii ya Mapenzi Kati ya Mbingu, mimi ni Kiliwan. Karibu sana katika mwendelezo wa sehemu ya 9 ya simulizi hii. Sehemu ya 9 tunaanzia ambapo siku zilipita. Brian alikuwa amerudishwa kazini, jina lake likasafishwa, na watu wote waliokuwa wakimsema vibaya sasa walimpa heshima mpya. Faith hakujuta hata sekunde moja kwa kumtetea, kwa sababu aliona matunda ya imani yake. Siku moja jioni, Brian alimuita Faith kwenye sehemu yao ya kawaida, bustani ndogo iliyo nyuma ya hoteli ndogo waliokuwa wakiipenda. Alikuwa na maua mkononi, uso wake umejaa tabasamu. Brian akamwambia Faith, nataka leo tusahau yote yaliyopita. Tumepita kwenye majaribu, tumepambana na dunia, na sasa nataka tuanze ukurasa mpya. Faith kwa aibu kidogo alimjibu Brian, ukurasa gani tena Brian? Brian akapiga goti moja taratibu, akatoa pete ndogo kutoka kwenye mfuko wa koti. Brian akamwambia Faith, umenionyesha upendo wa kweli, uvumilivu na imani isiyoyumba. Nataka maisha yangu yote niishi nikiwa na wewe. Utakubali kuwa mke wangu? Faith alifunika mdomo wake kwa mshangao, macho yakiwa na machozi ya furaha, huku kwa sauti ya kutetemeka, ndiyo Brian, ndiyo. Nimekuwa nikiota siku hii kila siku. Walikumbatiana, machozi yakachanganyika na vicheko vya furaha. Baada ya muda mrefu wa maumivu, hatimaye waliona mwanga wa furaha. Wazazi wa Brian walifurahia sana kusikia habari hizo, lakini upande wa Faith bado haukuwa rahisi. Siku moja, Brian aliamua kwenda rasmi kuomba mkono wa Faith kwa wazazi wake. Aliambatana na wazee wachache wa familia yake, akiwa amevaa vizuri, akionekana mwenye heshima kubwa. Waliingia nyumbani kwao Faith, wakakaribishwa kwa heshima, lakini hali ya hewa ilikuwa ya ukimya na uzito. Brian, tumeshuhudia mengi kati yenu. Sasa unasema unataka kumwoa binti yangu? Hiyo ilikuwa ni sauti ya mzee ambaye ni baba yake Faith akimuuliza Brian. Brian kwa heshima alimjibu, ndiyo baba. Najua si rahisi, lakini naahidi nitamheshimu, nitamlinda na sitamwangusha. Baba yake Faith akatulia kidogo, akavuta pumzi ndefu, kisha akamjibu Brian, kijana, si kwamba nakuchukia, lakini mimi nina hofu.
binti yangu amezaliwa kwenye maisha ya usalama. Wewe bado unajitafuta. Leo una kazi, kesho unaweza ukapoteza tena. Umejiandaa kweli kuongoza familia? Brian akatazama chini, kisha akasema kwa utulivu, sina kila kitu, lakini nina moyo wa kufanya kazi na kupigania kila nilicho nacho. Sitaki mali yako, nataka tu upendo wa binti yako. Baba yake Faith akamgeukia. Faith, umeona maisha ya kijana huyu? Je, uko tayari kwenda naye popote? Hata kama siku moja mtalala bila chakula? Faith akavua pete yake, akaishika kwa nguvu, kisha akasema, niko tayari baba. Sio kwa sababu ya pete hii, bali kwa sababu nimeona moyo wake. Kama ni njaa, tutalala pamoja. Kama ni furaha, tutaifurahia pamoja. Baba akamwangalia kwa muda mrefu, macho yake yakianza kujaa maji. Kisha kwa sauti ya chini, sawa, kama huo ndio uamuzi wako, basi nanyi mna baraka zangu. Mama yake Faith kwa furaha, hongereni sana watoto wangu. Mungu awape nguvu na upendo wa kweli. Miezi michache ikapita, maandalizi ya harusi yakaanza. Kila mtu alionekana mwenye furaha, lakini nyuma ya pazia jambo jipya lilianza kujitokeza. Faith alianza kupata mabadiliko ya ghafla. Alikosa usingizi, alikuwa mnyonge, na mara nyingine alikuwa na maumivu tumboni. Brian alihisi kuna kitu si sawa. Faith, umekuwa tofauti siku hizi. Unanificha nini? Faith akatabasamu kwa kujifanya tu. Ni uchovu tu, Brian. Maandalizi ya harusi yamenichosha. Lakini baada ya siku chache hali ikazidi kuwa mbaya, hadi akapelekwa hospitalini usiku mmoja. Daktari akamfanyia vipimo na kisha akaleta majibu. Tumefanya vipimo na tunahitaji kuzungumza nanyi wote wawili. Brian akashikilia mkono wa Faith kwa nguvu, kisha akasema, Dokta, tafadhali sema, kuna tatizo gani? Daktari akatazama chini, kisha akasema taratibu, Faith ana matatizo ya moyo. Ni hali ya muda mrefu na tunashangaa ilivyofichwa kwa muda wote huu. Brian akabaki ameduaa, machozi yakimtoka polepole. Hapana, siamini Faith. Mbona hukuniambia? Faith kwa sauti ya dhaifu akamwambia Brian, sikutaka ukate tamaa. Brian, nilijua tukifikia furaha yetu, Mungu atatupa nguvu. Wakati upendo wao ukikaribia kufungwa kwa ndoa, kivuli cha ugonjwa kimeanza kuingia kati yao. Je, Brian ataendelea kusimama bega kwa bega na Faith katika kipindi hiki kipya cha mateso? Mwisho wa episodi ya 9
kwako msikilizaji wangu na mfuatiliaji wa simulizi hii. Je, unadhani Faith alifanya sahihi kuficha hali yake ya moyo kwa Brian? Kama wewe ni Brian, ungeendelea na mipango ya ndoa au ungetaka kusubiri hadi aponywe? Na wazazi wa Faith wakisikia habari hizi, wataendelea kuruhusu ndoa iendelee? Basi usikose kufuatilia sehemu ya 10, ambapo basi tutakwenda kufahamu nini ambacho kitakachoendelea baada ya hayo yote kutokea. Msimuliaji wako ni mimi Kiliwan. Tunapoelekea mwishoni mwa simulizi hii, endelea kufuatilia na kuandalia simulizi nyingine, simulizi inayoitwa Njia Zisizorudi.